Bwana mambo vipi, ni Tanzania Web na hapa tupo kupiga story za mpira wa miguu. Na hii ni Tanzania na hapa tunazungumzia ligi kuu ya Tanzania bara ambapo imebakiwa na mchezo mmoja tu mara baada ya michezo mingine yote kutamatika kwa timu zingine, ambao wakisalia Young Africa na Simba bado hawajakutana, kwa maana bado hawajatimiza michezo wa 30. Na kesho tarehe 25 mchezo wa 30 inabidi uchezwe kwa timu zote mbili, na ndio mchezo ambao utatoa hatima ya nani atakuwa bingwa wa msimu mpya wa 2024-25 katika ligi kuu Tanzania bara. Niko na mchambuzi wa masuala ya kabumbu mahiri kweli kweli, mwenyewe anajiita Rula, mzee wa minyosho, Omar Bula, ambaye anafanya kazi katika kituo cha radio cha Mjini FM. Tuko hapa kwa ajili ya kupata mawili matatu kuelekea katika mchezo huo. Mimi ni Sadati na hii ni Webu Tanzania TV. Habari yako ndugu yangu? Tuko vizuri. Bwana, kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Young Africans, unafikiri kutokana na hizi mbilinge za kupangiwa kurushwa kwa tarehe, ana namna ambavyo pengine ukimya ulioko mtaani na ndicho ambacho kitaenda kuakisi dakika 90 za kesho? Ukimya uliopo mtaani kwanza unawapa maandalizi mazuri Simba. Unawapa maandalizi ya kusuasua Yanga. By the way, sitaki kuona hichi kitu kikiwa consume Yanga, lakini naona inawezekana ikawa hivyo. Wana saikolojia wa Yanga inabidi wafanye kazi kubwa sana kuupiga huu ukimya wa Simba usiwaingie wachezaji wao wakaamini kwamba Simba hatotokea uwanjani, kwa sababu Simba kesho mechi anapeleka. Na kwa mujibu wa sosi yangu, chanzo changu amenifikishia taarifa kwamba zile badge za VVIP na watu maalum wa Simba zimeenda kufuatwa bodi ya ligi na viongozi wa Simba. Kwa badge zimefuatwa, it means Simba wataenda uwanjani. Kwa huu kimya, viongozi wa Yanga na mashabiki wa Yanga na wachezaji wa Yanga ukiwa consume wakaamini kwamba Simba hatopeleka uwanjani, inaweza ikawa dhahama nyingine. Na huu kimya unamsaidia Simba kujiandaa vizuri, kwa sababu mpaka sasa hivi hapati purukushani. Leo umesikia afisa habari wa bodi ya ligi amezungumza, kaka yangu Karim Boimanda, kwamba Simba kila wakipigiwa simu kwenda kwenye press hakuna kiongozi ambaye anapokea, hakuna viongozi wengine hawapatikani kabisa. Kwa hii inakupa taswira gani? Inakupa taswira ya kwamba Simba mentally watakuwa safe, watakuwa free, kwa sababu hata sisi media hatuwezi kuwafikia. Yani ukimfikia kiongozi wa Simba yote hawezi kupokea simu yako, wala hawezi, yani wengine huwezi kuwapata kabisa. Kwa hii inawapa, wanasema, utulivu wa nafsi, na ukishapata hiyo emotional well-being, kesho unaweza kwenda kufanya vizuri, kwa sababu haukupitia changamoto na kelele nyingi kuelekea kwenye mchezo huu. Inakuwa ni win kwako. Kitakachobaki sasa ni wachezaji wako wana uwezo wa kucheza. Kwa sababu unaweza ukawa unacheza hizo mind game, ukafanikiwa kucheza mind game ukamvuruga mwenzako psychologically, lakini huna wachezaji wenye quality. Sio, unanielewa? Yani huna wachezaji wenye quality, ukapeleka wachezaji pale wakina Jean Charles Ahoua na kina Elimpanzu ambao wanagombaniana, kila mmoja anataka kufunga yeye. Kuna mchezaji akipata mpira anataka kudribble yeye mpaka watoke, kama Ubatani ule wa Manchester United zamani. Kwa una timu ili nalo linamata. Unaweza ukatengeneza mind game. Yes, mind game zako zikafanikiwa. Lakini kama hauna timu bro, huwezi kushinda. Unaweza ukatengeneza mazingira dakika zako za 10 zile za mwanzo, dakika 5 za mwanzo, mpinzani wako akapata red card, si ndio? Lakini kama hauna quality huwezi kushinda mechi. Hapo kwenye mechi, shikilia hapo kwa maana ya Young Africans katika michezo yake ya ligi kuu Tanzania bara ameonekana akifanya vizuri zaidi kipindi cha pili. First half anaweza akaenda labda na ushindi wa goli moja ama bila, lakini dhahama huwa inakuwa ni kipindi cha pili, kama vile ilivyotokea kwa Simba. Akala mkono na kipindi cha pili alikuwa tayari, ilikuwa matokeo yanasoma moja, kipindi cha pili kageuka. Simba waingie na mpango gani ili kuzuia hiki ambacho mara nyingi Yanga wanakifanya wakirudi kipindi cha pili? Sehemu pekee ambayo Simba wako dhaifu sana, hasa wanapocheza na Yanga, ni quick transition. Tumepokonywa mpira, tufanye nini baada ya hicho kitu? Yani sisi tumeshapokonywa mpira, tuna react vipi? Hiyo ndio sehemu ambayo imekuwa ikiwasumbua sana Simba. Na ukiangalia magoli mengi kumradhi ya Yanga ambao wamewafunga Simba, wamewafunga katika njia ya transition. Ukirifaa hayo magoli 5, kuna lile goli ambalo alifunga, ilikuwa ni Kennedy Musonda, kitu kama hicho. Kennedy Musonda alifunga la kwanza. Alifunga la kwanza, si ndio? Quick transition ndio ambayo imekuwa inawashinda Simba wanapocheza na Yanga. Yanga wanaonekana wana kasi, wana minimize dakika za kupata mpira. Yani unapopokonywa mpira, unatumia sekunde ngapi kupata huo mpira? Si unanielewa? Hapo ndio Simba ambapo wamekuwa wanafeli na kurudi katika shape. Yani Simba wakiwa wanakwenda kushambulia,
wameshapokonywa mpira, una retrieve vipi sasa kumwekea mazingira magumu mpinzani asikufungue kirahisi? Ndicho ambacho kimekuwa kikiwasumbua sana, na ndio maana pia wapinzani wengi wamekuwa wanaenjoy kucheza na Simba na wanapataga magoli sana kuliko ambavyo wanacheza na Yanga. Unanielewa? Kwa Simba wanatakiwa kwanza wajisolidify hapo kwenye kuhakikisha mazingira transition wanakuwa sharp sana. Wanapopoteza mpira wana retrieve kwa haraka, wanarudi katika shape ambayo inaweza ikasaidia wao kuweza kujilinda vizuri. Lakini kitu kingine ni kuhakikisha kwamba mpira wa sasa hivi ni kukimbia. Changanya, ongeza kilomita uwanjani, ndicho ambacho kinaweza kikakusaidia wewe kufanya vizuri pale ambapo unakutana na mpinzani ambaye amekuwa akikusumbua mara kwa mara. Utakapokimbia vizuri, aliyekimbia kilomita nyingi uwanjani, kilomita za ziongopi bro. Tafuta mechi kadhaa hapa za hivi karibuni, hizi timu kubwa tu, sio Real Madrid, Barcelona, sio au Simba, Yanga, hizi timu kubwa. Timu gani ambayo ilishawahi kushinda huko ikiwa imekimbia kilomita chache? Utazitafuta kwa tochi. Hakuna timu ambayo ilishawahi kushinda kwa kukimbia kilomita chache uwanjani. Unavyokimbia kilomita nyingi ndivyo ambavyo unamfungua mpinzani wako kwa haraka, ndivyo ambavyo unatengeneza mazingira magumu kwa mabeki wa timu pinzani, ndivyo ambavyo unaipangaranyisha timu pinzani. Kuna kitu ambacho kwa makocha watakuwa nakifahamu. Unapoiona timu imebana kwenye, yani iko kwenye labda maybe low block, sehemu pekee ambayo unaweza ukawabeat kwanza ni kutengeneza transition attack, kwa maana kuwe na mikimbio kwenye final third ambayo itakuwa inajaribu kuwatoa hawa mabeki wa timu pinzani kwenye position zao natural. Kwa maana ukiona labda kuna mabeki 6 watano nyuma, utakavyokuwa unatengeneza movement kama ambavyo by the way amekuwa akizifanya Prince Mpumelelo Dube, anakuwa kwenye position yake sahihi, alafu baadaye ana trip, anashuka chini, anaondoka labda anakuja kushoto kama ambavyo amekuwa akifanya pia Clement Mzize. Yanga ni wana utajiri wa wachezaji wanaoweza kufanya hicho kitu. Ndio maana leo hii unaweza kuona Mzize anaanza kama namba 9, alafu baadaye unamuona yuko pembeni, kesho Dube unamshuhudia yuko chini. Hicho anachokifanya Yanga ndicho ambacho kinatakiwa kifanyike, na makocha watakubaliana na mimi katika hili. Unavyotengeneza hizo movement kwa kukimbia katika lile eneo la mpinzani wako kwenye final third, ndiko ambapo unamtengenezea mazingira hata ya kufunguka hata kama akiwa amebana. Unanielewa? Kwa hiyo Simba wanatakiwa pia capitalize hapo. Unatengenezaje mazingira magumu kwa Yanga? Una uwezo wa kujisolidify Yanga asikufungue, kwa sababu sasa hivi Simba hana defense bora. Kama KMC ana uwezo wa kukufunga kwa urahisi, unadhani Yanga hawezi kukufunga? Kwa kiuhalisia, Simba wanatakiwa wafanye kazi ya ziada kuhakikisha kwamba wanawa counterplay Yanga kwenye mechi ya kesho, kwa sababu sio sehemu moja tu ambao wana shida. Mchezaji mmoja kwenye eneo la ulinzi, tunazungumza kuhusiana na Abdulrazak Hamza, ni mchezaji ambaye ana on and off. Fondo Malone katika mchezaji katika ile safu ya ulinzi ya Simba anayeongoza kwa kufanya maboko, hakuna kama Che Malone. Kwenye ligi yetu ukiwataja wachezaji 5 wanaongoza kwa kufanya makosa, Che Malone hawezi kukosa. Sasa unaenda kukutana na Yanga ambayo imefunga mabao 81 kwenye ligi tu. Hapo bado hujazitaja zile za kina Vitalo, zile 6 zile. Si unanielewa, za raundi za awali 5 zile nyingine hujazitaja hizo. Kwa msimu mmoja timu ambayo imefunga mabao 81 ya ligi unakutana nayo, alafu wewe beki yako ni Che Malone ambayo ina trip kila muda. Lazima utengeneze mazingira mbadala. Unamcounter vipi huyu Che Malone ambaye anaweza akajifunga mwenyewe? Yaani anaweza akatengeneza mazingira magumu kwa timu yake yeye mwenyewe. Hapo ndo namtengenezea mpango mkakati sasa. Okay, bwana Don Oke, labda kama nikianza na Don Oke Jefa, labda Yusuf Kagoma kama nikianza na Yusuf Kagoma, tengeneza haya mazingira awe anarudi chini, anasaidiana na hii safu ya ulinzi katika mazingira yote yale ambayo labda Simba itakuwa inakwenda kushambulia. Hapa nyuma hakutakiwi kubaki na rest defense ya mabeki wawili, inabidi tuwe na rest defense ya watu 3 nyuma. Yusuf Kagoma usiondoke, kama ni Fabrice Ngoma usiondoke, rest defense yetu ni ya watu 3. Sio, unanielewa? Hii meza itakoma leo. Lakini ni katika mazingira ya kutengeneza hayo mazingira magumu kwa Yanga, kwa sababu Yanga tayari ana advantage. Nimekufunga kwenye mechi 3 mfululizo zilizopita za Kariakoo Derby kwenye ligi, nina ushindi kwenye mechi 5 kati ya 10 za mwisho. Unanifungaje? Unanitengenezaje mazingira magumu mimi nisikufunge, na mimi ndio timu kinara kwa kufunga mabao kwenye ligi yetu? Simba wana kazi ngumu sana ya kufanya. Cha kumalizia hapo kwa wale ambao wanatutazama kupitia Tanzania Web TV, unalipi la kuambia hasa kuelekea katika mchezo wa kesho? Utakuwa ni mchezo wa
upande mmoja, kwa sababu mimi ukiniuliza sasa hivi in terms of percentage, Young Africans nampa 95%, Simba 5, alafu 5 naziweka kati. Kwa maana Simba ana 5% pekee za kupata ushindi katika mchezo huu, na mpaka sasa hivi ambao wanaonekana wako kwenye winning mentality, winning moral ni Yanga, na ndio maana wamejitokeza kwa wingi kwenye press conference. Kwa maana ya wingi unaanza wawili, amekwenda kocha, amekwenda na mchezaji, si ndio? Lakini pia afisa habari alikuwepo, si ndio? Walikuwepo pale mashabiki wengine wa Young Africans ambao walikuwa nje, si ndio? Kwa wanayo hiyo morali ya kwamba tunakwenda kupata matokeo ya ushindi katika mchezo wa kesho. Hilo la kwanza linawapa wao asilimia kubwa za ushindi. Kwa hiyo yoyote yule ambaye atajiandaa kwa ajili ya kwenda kuangalia mchezo wa kesho, aamini na afahamu mchezo huu ni wa upande mmoja. In any way utakuwa ni upande mmoja, na ni mchezo ambao ni wa kitofauti, kwa sababu tunakwenda kushuhudia timu ambayo itashinda katika mchezo huo ikipewa ubingwa wake. Unanielewa? Mpaka sasa hivi Young Africans yuko juu, anaongoza pale kwa alama 1, na kama ambavyo nimezungumza sasa, kwa mtazamo wangu mimi, Yanga ana nafasi ya kushinda. It means hata katika mchezo wa kesho Yanga ndio ambao watakwenda kutawazwa kuwa mabingwa kwenye mchezo huo. Shukrani. Asante sana Isaac.